Ndio maana tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake aliyomjalia, kwa utume wake na ushuhuda wake. Alitoa maisha yake katika utume wake, misaada mbalimbali kwa wengine, na yeye kuwa mfano wa maisha ya kumfuata Yesu Kristo. Mzee Rwimbo amekuwa shahidi na mwalimu wa ufufuko wa Yesu. Aliwaingiza watu wengine katika Kristo na kuwapeleka kwa Mungu. Amekuwa mfano wa kuiga katika utumishi wake. Alifundisha sisi kujiamini. Alifundisha aliyoamini yeye na kuyashuhudia aliyofundisha na kuyaamini kwa maneno na matendo. Ndio maana katika sera zake Mzee Rwimbo, ambaye tunaendelea kumwita mtoto mwanamume, mzee wa kidogo kidogo, ni kuto kukata tamaa. Si mtu wa kukata tamaa kirahisi rahisi, ni mtu wa kupambana kila wakati. Anakwambiaga mwanaume pambana, mwiko urudi nyuma. Kwa yeye ni mtu wa kutumaini daima katika maisha yake. Pia aliwatia moyo wengine kama sisi wadogo zake, wajukuu zake, waumini wengine, na sisi mapadri wenzake. Padre Costa licha ya kutokata tamaa kwake, licha ya pambanaji wake kwa jitihada wake, lakini pia ni mtu mkarimu sana. Nakumbuka nchi yetu wakati ule tuko dogo, akiwa koroko wa kanisa kuu, alikuwa mkarimu sana. Anaenda kukupa kazi, anakuangalia umevaa nguo nzuri, lakini anataka umsaidie bustani. Anaingia ndani, anakuambia njoo nisaidie kazi bustani. Sasa unashangaa, kwa nguo hizi shida yako nguo, njoo. Anakuja na suruali yake moja mbili inakufaa, chagua ya kazi, chukua. Kama una nzuri vaa hiyo uliovaa sasa hivi, endelea kwenye kazi hiyo, nyingine chukua. Uhusiano wake na watu alitoa kwa ajili ya jimbo lake. Alifanya makubwa tunayokumbuka katika maisha yake ya utume. Mfano, mzee huyu alijenga kanisa jipya la Mtombozi baada ya lile koloni lililokuwa dogo. Ajitolea kajenga, kusaidiana na waumini wenzake, alijenga ambapo mpaka leo Mtombozi watumia kanisa hilo. Alipokuwa paroko wa kanisa kuu, pia makamu wa askofu, mimi nikiwa mdogo, nikiwa mdogo, alikuwa tabia moja ambayo wenye misa za usiku au sikukuu ambazo zimepitiliza muda, amuondoki mpaka aurudishe nyumbani. Atasombelea watu kwa makundi kadiri ya mnakoishi. Na miaka ilikuwa mdogo, parokia ilikuwa moja tu. Hii Kionda hajazaliwa, Kindege hajazaliwa, anaturuhusu kila mmoja katika mtaa wake anapotoka. Anafanya kazi wakati mwingine usiku wa manane ili watu warudi salama katika nyumba zao wanapotoka. Huo ni ukarimu wa pekee alikuwa nao mzee huyu. Pia akiwa serikali pia yeye ndio muasisi wa kiwanda kilichojengwa, jengo la Adeni Mkoba, tumzoea kuita Mkombozi. Yeye ni muasisi wa eneo hilo na mpango hiyo. Lakini pia hapa kwetu
alijenga chekechea nyuma hapa. Yeye ndio mjenzi wa chekechea hii ya kanisa kuu. Pia alijenga kanisa jipya la Ilonga. Alitoa mlimani kule juu akashusha hapa barabarani. Mpaka leo kanisa letu linatumika barabarani kama parokia ya Ilonga. Alipokuwa Lugoba alianzisha mipango ya ujenzi wa ukumbi. Ajitoa kweli kweli kwa ajili ya waumini wake. Na nilipokuwa naongea na mzee Mpande amesema kati ya mapadi ambao waliishi Lugoba hakuna padi ambaye kukeleka vizuri kama huyu mzee marehemu Costa. Na aliagwa kweli kweli. Hii inaonyesha jinsi gani alipokuwa mkarimu kwa wengine, jinsi gani alipokuwa mchapakazi, na jinsi gani alipokuwa na upendo kwa wengine pia. Mwajibikaji. Mtu anaishi kwa imani yake. Na Puga si mtu wa kukata tamaa. Ndio maana kadiri ya wasifu wa marehemu amefariki akiwa na amani. Amefurahia muziki wa zamani. Ameonyesha furaha yake. Ameenda kupumzika. Mungu amechukua kikombe chake. Tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo mzee huyu amefanya katika uhai wake. Amekuwa mfano kwetu sisi wengi katika Ukristo wetu. Hasa kwa namna pekee si mapadi ambao tulimfahamu, tuliishi naye. Hakuna ubaguzi wa makundi kali ya umri wake na sisi tofauti. Lakini hakukuwa na tofauti kati ya sisi na yeye. Akiongea na sisi anaongea na vijana, akiongea na wazee wenzake anaongea na wazee wenzake. Hakuwa na makundi, hakuwa na ubaguzi. Mshauri mzuri kwa wengine. Nakumbuka wakati tunahangaikia jimbo deni la jimbo, aliinua kidole na mkono wake kwenye kikao fulani. Kwa mwanzo kabisa anaongea na sisi na kuongea na askofu huyu sasa hivi. Baba, wewe mwanaume, mtoto kiume, pambana. Deni taisha hivi. Tukae chini, tuchanganue, tuone, tutafika tu. Alimpa moyo hata baba askofu ambaye alikuwa mgeni kabisa jimboni. Alipa sisi vijana wadogo moyo wa kufanya kazi na kulipa deni mpaka tukafaulu. Niendelee kusema kwamba mzee Wimbo ni mfano kwetu. Waumini wanaomfahamu na si ambao wapate kufanya naye kazi kwa uchapa kazi wake, uaminifu wake, ukarimu wake, lakini pia tabia yake ya kuwa na kiasi katika maisha yake. Raha milele umpe Bwana. Pumzike kwa amani. Kumsifu Yesu Kristo.